wasichanganye, ili vijana wetu wasipate uoga, ili vijana wetu wasichanganye masharti na fedha zingine zinazotolewa katika taasisi zetu hizi. Mikopo mingine ni midogo midogo, hata kwa common sense, hata kwa tafakari ya kawaida tu, hauwezi ukawa unataka kutoa mkopo wa milioni 5 mpaka 10 ukataka hati ya milioni 100. Hiki ni kitu ambacho akiakisi uhalisia. Hivyo na masharti mengine ambayo yanatolewa katika baadhi ya categories zenu za mikopo zisichanganywe na zile ambazo zina maelekezo mahususi. Natambua mna aina nyingine ambayo serikali imewezesha upatikanaji wa fedha hizo katika taasisi zetu za kifedha, ikiwemo madirisha ya kilimo pamoja na maeneo mengine. Tufanye uwazi, tuweke wazi masharti hayo ambayo tunatumia kutoa fedha hizo. Jamii ina wajibu wa kulinda na kuunga mkono juhudi hizi. Sasa serikali inataka kukomesha, kuwaondolea wananchi ile adha ya kwenda kuchukua fedha ambazo kimsingi zinakuwa na masharti makali zaidi kwa wananchi wetu kuliko hizi ambazo zinapitia kwenye taasisi zetu za kifedha. Tunapoacha kuweka wazi masharti yetu ya kutoa fedha na kuendelea kurudia kutoa hizo elimu, ipo dhana wananchi kudhani zile fedha wanazokopeshana kirafiki zina masharti nafuu kuliko yale ya taasisi za kibenki. Lakini kiuhalisia hamna benki ina masharti magumu kama yale ya kausha damu. Haipo benki ya aina hiyo, ya kwamba unakopeshwa debe moja la mahindi ulipe gunia moja baada ya miezi mitatu. Haipo benki ya aina hiyo. Ni dhana tu watu kuogopa masharti ya kibenki, kwamba unajua benki. Na pengine watendaji wakuu, angalieni uwezekano labda wa kupunguza pia pages zile za mkopo. Pages zile labda zinatisha pia. Mtu kama akopi bilioni nyingi vile, punguzeni page hiyo, hata page moja tu, weka jina lake, weka unapopatikana. Zinakuwa ndefu sana na page hii na page, watu wanaogopa. Lakini mimi katika kufuatilia, nimekuja kufuatilia, hakuna benki na masharti magumu kama yale ya kausha damu ambao watu wanakimbilia. Na mbaya zaidi, wanaokimbilia si watu tu ambao unaweza ukasema labda wako vijijini ama wapi, mpaka watumishi wa benki kuu wamo kwenye kausha damu. Mpaka watumishi wa serikali wamo kwenye kausha damu. Mazoea na uoga wa kudhania benki si kwa ajili ya mimi, labda ni kwa ajili ya mtu mwingine. Nadhani tuendelee kuweka wazi masharti haya, watu wasiendelee kuogopa benki, waache utaratibu usio rasmi, unaumiza watu wengi. Utaratibu usio rasmi unaumiza watu wengi. Sisi ndani ya serikali tutaendelea kuchukua hatua kwa wale ambao wanafanya ukopeshaji huo usio rasmi unaoumiza watu, masharti yake hayajadhibitiwa. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, endelea kuelekeza wakuu wa mikoa, wakiwaona watu wanaofanya hivyo, wanaoumiza watu wananchi kwa masharti ambayo ni ya kinyonyaji. Unatumia shida ya Mtanzania mwenzako kufanya unyonyaji, unamweka kwenye mkanda, kwenye mnyororo wa kinyonyaji. Hiyo inasababisha umaskini kwa watu wetu. Anaondoka kwenye kutumikia taifa kuleta maendeleo, anatumikia mkopo wa kinyonyaji. Kwa hiyo hilo tutaendelea kudhibiti. Lakini rai yangu kwa taasisi zetu za kifedha, endeleeni kutoa elimu. Na pengine
Anzisheni dirisha la kulea. Dirisha la kulea watu mnaofanya nao kazi. Watu wanaogopaga wanapoona ile shuruba ile, wanapoona harakati zinazompata yule aliyefilisika, yule aliyepata shida, akiyumba, biashara yake ikiyumba. Tengenezeni dirisha linalolea watu wanaopata mitikisiko. Msishindwe na baba zetu wa Kisukuma, wa Kimasai, wa Kinyiramba. Wakati wa shida ya malisho, ng'ombe ambaye amewahi kutoa maziwa akipata msukosuko, wanamuondoa kwenye kundi kubwa, wanamuweka kwenye special attention ili apone, arejee tena. Msimmalizie kabisa yule aliyeyumba. Msimmalizie aliyeyumba. Watu wengine wanakwepa benki kwa kushuhudia kwamba ikitokea nimechelewa itakuwaje. Anamuona yule yule ambaye hawaandikishiani sana kama ni unafuu, lakini kiuhalisia hakuna unafuu kwenye kausha damu. Unafuu huko kwenye taasisi zilizo rasmi za kibenki. Kwa tuendelee kurekebisha tu hayo. Unafuu upo kwenye taasisi zetu zilizo rasmi. Kwanza, masharti yake, riba zake zimepoa ukilinganisha na hawa wakausha damu hawa, na hawa wa taasisi zisizo rasmi, watu binafsi hao ambao wengine riba zao hawako rasmi na wala hazijawa regulated. Kwa tuendelee kutoa hizo elimu. Sisi ndani ya serikali tutaendelea kuchukua hatua hizo, tena kali, kwa wale ambao wanafanya ubabaishaji na unyonyaji wa aina hiyo. Kwa hiyo ninapomalizia, niendelee kutoa pongezi na shukrani kwa wadau wote ambao mmewezesha kufanikisha hafla hii ya leo. Mheshimiwa Chief Whip, tunakushukuru sana kwa uratibu huu. Mmefanya vizuri sana. Wewe pamoja na waziri wa vijana mmefanya vizuri sana, na tuliona pia tutumie jukwaa hili ili watu wapate huo mnyororo utakavyokuwa. Wasije wakaenda kupanga foleni kwa waziri wa vijana wakijua waziri wa vijana umeteuliwa na fedha Mheshimiwa Rais kashatoa. Ili ni vizuri watu wakajua kwamba waziri wa vijana taratibu, lakini programs zitaendelea kubakia kwenye sekta zinazotekeleza hizo programs. Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, watendaji wote, makatibu wakuu na naibu, pamoja na watendaji wote, kuaminiwa kuna gharama. Hii fedha imetoka kwa Mheshimiwa Rais. Twendeni tukahakikisha inafika kwa wahusika, kwa walengwa. Ninapongeza benki zetu zote kama ambavyo tumeona uwakilishi wake, CRDB, NMB, TADB, pamoja na benki zingine ambazo wanafanya kazi na vijana wetu, wanafanya kazi na kina mama, wanafanya kazi na kundi maalum, watu wenye ulemavu na wengine. Tunakusudia kuyashughulikia yale mambo mengine ambayo yanaleta mkwamo, ambayo ni ya kisheria, na yale ambayo ni ya kisera za kifedha. Kwa mfano, nilipokutana na vijana, Mheshimiwa waziri wa vijana pamoja na waziri wa maendeleo ya jamii, tulikuwa wote na wengine tuliokuwa wote pale, vijana waliongelea kuhusu sheria kutaka tu watu wachukue mkopo kwa vikundi. Watu wenye ulemavu ukisema mpaka watafute kikundi kipatikane kwenye wilaya, inaleta ukakasi kwenye utekelezaji. Tunavyoenda tunaendelea kuboresha sheria, na Mheshimiwa Rais alishasema sheria isiwe kikwazo cha kuharakisha utekelezaji wa programu ambazo zinaleta ustawi kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, na wewe upo, na niliwaahidi wa machinga, niliwaahidi bajaji, niliwaahidi bodaboda, niliwaahidi mamalishe, kwamba kabla hatujaenda kwenye bajeti tutawakutanisha na timu yetu inayoshughulikia masuala ya sera
za kifedha. Kwa waandae timu yako inayoshughulikia masuala hayo, tuwakutanishe na uongozi wa machinga, uongozi wa bodaboda, uongozi wa bajaji, mamalishe na makundi mengine hayo, ili watoe yale yanayowakwamisha ambayo yako kwenye masuala ya sheria, ikiwemo hiyo ya masharti ya lazima ya kwamba lazima iwe kikundi. Utaratibu wa vikundi ni utaratibu mzuri, lakini una gharama za kumsubiri na anayeenda taratibu. Moja ya jambo lililoleta shida kwenye mashamba ya vijiji vya ujamaa ilikuwa ni hiyo, kwamba lazima msubiri na mzembe pia. Sasa ikiwa sharti ni lazima iwe hivyo tu, hamna dirisha lingine, nadhani hiyo inabidi iendelee kuangaliwa. Nawashukuru pia wanahabari wetu, na ninyi tunawaomba muendelee kuwa sehemu ya utoaji wa elimu. Kwa nchi inayoendelea kama Tanzania, shafika kipato cha kati, ni vizuri tuanze kupunguza mambo yasiyo rasmi. Mambo yasiyo rasmi yana gharama kubwa nyingi. Mheshimiwa Waziri, mimi nimepata fursa ya kuwa waziri wa mambo ya ndani, nimekuwa waziri wa katiba na sheria. Watanzania wengi wameumizwa sana kwenye maeneo ya kuaminiana. Hivyo wanapeana mikopo hiyo masharti magumu, kwa sababu ana shida yeye, anajua tu huyu si ni ndugu yangu. Kishafika baada ya muda anaenda kusombewa vitu vyake vyote. Hayo twende kwenye vitu ambavyo viko rasmi, vina faida, vinatija. Tutumie taasisi zetu za kibenki, inatija, inatuondoa kwenye shida hizi ambazo watu wetu baadhi wamezipitia, ambazo zinakiuka utu. Serikali itaendelea kuboresha haya masharti na kuweka upatikanaji wa mikopo na mitaji hii kwa njia zilizo rasmi, ili kuwatoa Watanzania kwenye kupata fedha hizo ambazo si rasmi, ambazo kimsingi zinawaongezea umaskini. Uwezeshaji wa kiuchumi ni safari ya pamoja ambayo tunatakiwa tuende pamoja. Kuna wajibu ambao serikali inatakiwa kutimiza, lakini pia kuna wajibu ambao wananchi wanatakiwa kutimiza. Tuondokane na kuona kwa kuwa kimetolewa na serikali ni cha kugawana, hata kama hakitaleta tija. Hii inasababisha vicious cycle, inasababisha umaskini ndani ya jamii. Tuna madirisha mengine ambayo yaliwahi kutokea yakaleta matokeo hasi. Dirisha linatangazwa, fedha zinatangazwa, watu wanagawana, hawana programu yoyote. Na hata hii ya sasa, Mheshimiwa mawaziri mtakao ratibu hapa, mafanikio sio kugawana fedha zote ziishi. Mafanikio sio kwamba zimetolewa bilioni 200 na Daktari Samia Suluhu Hassan, gaweni zote ndani ya mwaka mmoja ziwe zimeisha na hiyo ndio mafanikio. Hapa la hasha. Mafanikio ziende kwa watu ambao wana shughuli ambayo inafanyika, wana program wanataka kuifanya ambayo itabadilisha maisha ya hao watu. Hilo ndo kusudi kubwa la msingi. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, tulikuwa tunagombana kila wakati na wakosoaji wanaposema bajeti imetengwa hivi,